kila kitu kwa mwanadamu, lakini moja nikasema moyo wa binadamu ni kitovu cha utu wake. 2, andika 2 kwenye hili. Moyo ni kitu cha kwanza ndani ya binadamu. Moyo ukifa haupo tena duniani. Bwana asante sana. Moyo ukiruhusi haupo tena duniani. Moyo ukikata shauri tumekuzika umeenda. Na ndio maana uitwe marehemu, lazima moyo uishwe pumzi. Bwana asante sana. Kwa hiyo moyo ni kila kitu cha mwanadamu. Moyo ni utu wa maisha yako. Yaani kama una moyo, wewe hautambuliki kama upo hai. Kwa hiyo moyo unakupa uhai na uzima. Piga Yesu makofi. Piga Yesu makofi. Jambo la 3 kwenye sehemu hii. Mesema na piga Biblia. Jambo la 3 kwenye sehemu hii. Kuishi ni adili ya maisha imara udhaifu. Kuishi kwa moyo ni adili ya maisha imara udhaifu wake. Kuishi kwa moyo ni adili maisha imara udhaifu wake. Kuishi kwa moyo ni adili ya maisha imara udhaifu wake mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 23 wewe. Soma mtumishi wa Mungu. 23:4. Mstari wa 23 wewe. Inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Wapendwa wa Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoona moyo wa mwanadamu kwa kawaida una maana. Tunaposema uaminifu unamfunua Mungu katika moyo wa binadamu, tunamaanisha kwamba kwa kawaida ya binadamu, moyo wa mwanadamu kwa kawaida ni kitovu cha kila kitu kwa mwanadamu. Uwe nguvu ya maisha yako inategemea moyo. Uhai wako wote unategemea moyo. Na Mungu anategemea moyo wako. Mungu anapokuona unatenda mema, hayo mema unayotenda, hatutajiuliza maswali. Tunajua kwamba mtu huyu ana moyo mzuri. Kuna watu duniani wanasema fulani ana moyo mzuri, anasalimia watu. Fulani ana moyo mzuri, anajali majirani. Fulani ana moyo mbaya. Na stop hapo. Hivyo vitu sio vya kawaida. Hivyo vitu vinajenga mahusiano yako na Mungu. Hivyo vitu vingine vinaharibu mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo kwa kawaida moyo una maana ya kitovu cha kila kitu cha kitovu. Nguvu ya kuishi kwako imebebwa na moyo. Nguvu ya baraka zako, nguvu ya kutambulika kwako ulimwengu Tanzania ni nguvu ya moyo wako. Moyo ukizima Yusufu, tumekusahau. Moyo ukizima Delfina, tumekusahau. Unaendelea kuishi duniani kwa sababu moyo una uhai. Mhubiri katika mambo yote na pesa alizokuwa nazo, mhubiri sema hela alizokuwa nazo na ufalme mkubwa, kila kitu alichokuwa nacho anatambua. Kumbe pamoja na fedha tunapaswa kulinda moyo kuliko vyote tuvilindavyo duniani. Sasa kuna watu mnalinda mili. Kuna watu mnalinda nini? Mili. Muulize mwenzako, kuna watu mnalinda nyumba. Unaweka kufuri 2-5 ili wakija siku mbili. Kuna watu mnapamba mili. Unamwekea 10,000, unapamba mwili, unanunua wingi na laki 20,000. Unashika kulinda nini? Ngoja nikuulize, malaya anaenda kujiuza makoroboi. Ili unanisikiliza hapo, mtanisikiliza huko. Yaani malaya anaenda kujiuza makoroboi. Anatenda dhambi, anajipaka mafuta, anaweka wingi na 30, anachonga kucha zilivyo ndefu ili makaba wakimtazama wakasema huyu ametokeza ndo mzuri, lakini ameshindwa kulinda moyo. Moyo ni kila kitu. Moyo ni kitovu cha kila kitu cha maisha yako. Hauwezi ukawa salama kama moyo umeharibikiwa. Hauwezi ukawa mtu wa Mungu kama moyo umeharibikiwa. Hauwezi wanadamu wakakujua wakakuheshimu kama moyo wako ni mbovu. Nenda uulize kwa starini
Ulize wale wanaotolewa moyo. Ukisikia ndugu yako amekwambia mimi nitakutolea moyo, unajua anakupenda. Sasa hapa Mungu amewasaidia, hakuna alishauza ndugu yako kamtolea moyo. Yupo. Yaani mtu ukimwambia jamani mimi nauma moyo, nataka unipe moyo wako, anajua sasa wewe hapo wa kuweke wewe uishi. Hayupo. Figo tunauza milioni 30, figo tu moja milioni 30. Ukisikia mtu amemuuzia mtu figo, maana yake milioni ngapi? 30. Na kuuzia figo. Au ni maisha. Lakini tunaporudi kwenye kanuni ya kiroho, Mungu anapokuokoa, anachokiokoa anaokoa moyo. Moyo ndio injini ya kila kitu kwenye maisha yako. Moyo ndio injini ya pumzi yako. Moyo ndio injini ya uchumi wako. Kama una moyo utatafuta pesa. Kama una moyo hautafanya chochote kwenye nyumba ya Mungu. Kwa hiyo Mungu amekupa moyo, unapaswa kuulinda, unapaswa kuumaintain, unapaswa kuutunza kuliko vyote vitunzavyo kwenye maisha. Yesu mama. Sasa kuna watu yani hamhangaiki kulinda moyo, mnahangaika kulinda nyumba zenu, mnalinda mashamba yenu, mnalinda hivi zenu, mnalinda kuangalia episode ya mtu kwenye ibada tuone Jumatano, mmelinda matatizo tu. Ameweza kocha kulinda matatizo ya nyumbani wewe. Mwambie sasa, mwambie acha kulinda matatizo ya nyumbani. Kuna watu wamkai kwenye miji yenu, ukifika nyumbani kama nyumba na misumari na itanyaga kwenye nyayo, unatoroka kwenye ndoa yako, huo kwa Anastasia utai, huyo kwa mchungaji utai, huyo kwa mchungaji Jesa. Yani utuli hata nyumba yako, haikujui kama wewe mwenye nyumba hicho chumba, au heshima kwa vile na Biblia inasema, uiogope nyumba ya mwanamke akimbia kama upepo. Kuna watu mwaminifu kuzuri. Hatuoni Jumatano ibadani, tutakuja tufanye msako mmoja. Na unakuta wapendwa watatu wamekaa kwenye nyumba ya mtu, hawana akili, moyo wao una matatizo. Tunatamani Mungu akupe ufahamu wa kujua kwamba moyo wako ndicho kitovu cha kila kitu. Kama una moyo ulio hai, huwezi ukaweka chama, huwezi ukaweka kikundi, huwezi ukaweka muda kushuka wakati wa muda wa ibada. Unashukaje nywele Jumatano mwanamke uliyeokoka? Unashukaje nywele Jumatano mwanamke mama uliyeokoka wewe? Kwa moyo wako uko hai. Yaani Jumatano ndio mnaenda kutembelea. Jamani wapenda tunakuwa tuko hai kwenye moyo. Jamani mmoja jina liko Jumatano mnakwenda kutembelea mama yenu. Jumatano baba Alice na anatembelea mchungaji. Ndio tumeweka kikao. Mipango ya Christmas. Watanunua nini? Mwezi wa 12 umekaribia, Jumatano unapanga mipango, moyo umekufa. Moyo ni kitovu cha kila kitu, sema amina. Ukiulinda moyo uko salama, sema amina. Ukilinda moyo shetani hatakujua. Ukiulinda moyo wako shetani hatakuzuru. Ukilinda moyo utakuwa mtu mwenye baraka, utakuwa mtu aliyeinuliwa duniani, utakuwa mtu aliyefanikiwa. Maana mafanikio yanaanza na moyo. Mafanikio yanaanza na moyo, yanaanza na kichwa.